Na hii ni kwa niaba ya washabiki wangu wote na watazamaji ambao mnapenda kunifuatilia vizuri kupitia zile series safi za Kifilipino zinazokwenda na wakati. Karibuni kujumuika na mimi kuitazama hii series nzuri inaitwa Mbwa wa Fatima. Moja kati ya series nzuri sana ambayo imezingatiwa katika maadili yote, na mimi nitaichambua vizuri kabisa maneno matamu ya lugha adhimu ya Kiswahili mwanzo mpaka mwisho. Shukurani kwako wewe mtazamaji ambaye umefuatilia series nzuri inaitwa Kichwa cha Marehemu. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na baada ya kuimaliza Kichwa cha Marehemu na kuja na yapi inaitwa Mbwa wa Fatima. Nite Shiganga, nite professional. Na enjoy sana kama ukiniita msukuma wa kwanza niliingia mjini. Hii ni hatua ya kwanza ya Mbwa wa Fatima. Tunaianza kama ifuatavyo. Sifuri 655284576 tunawasiliana. Na hapa ndipo rasmi hatua ya kwanza tunaianza. Picha hii inatuanzia katika mji huu. Kama unavyoona mji umetulia, watu wako wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Yaani kifupi ni kwamba mambo yanaendelea kusonga mbele bila wasiwasi wote ule katika mji. Yalikuwa ni majira kama ya saa 8 hivi za mchana. Kumbuka siri zina nyinginezo nyingi, ikiwa kama unazihitaji zikufikia hapo ulipo ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya wewe ni kunipigia simu mimi kupitia 0655284576. Saan may dumarating sa mundong ito na hindi mo maipaliwanag? Pamoja kwamba mji ulikuwa umetulia, lakini ghafla hali ya hewa ikaanza kubadilika kunako anga. Mababalot ka na lang sa kaba. Likatanda wingu la mvua. Tamo ang panganib na tulog. Na hapo ndipo kunako anga kuna viumbe vilianza kutokea. Raia wakiwa hana hili walile wanashangaa vile viumbe vinawatokea. Hivi ni viumbe gani hivi? Acha watu anze kukimbia kwa ajili ya kuweza kunusulisha maisha yao. Hii ni ghafla tu wingu limetanda la mvua, na viumbe wa ajabu wakaanza kutoka katika ile wingu. Walikuwa ni popobawa bwana. Hawa ni popobawa wenye vichwa kama binadamu. Wana mikono, bwana binadamu. Matanda ka man o musmus na bata. Maskali katika eneo hilo walianza kuwashambulia wa viumbe, lakini kuna binti anaonekana akipita hapa. Yeye ni kipofu. Anakatiza katika ile barabara ambapo viumbe wanaibuka kutoka kunako anga. Yeye haoni, yeye anasikia tu watu wanakimbia. Kuna mbwa hapa ameona watu wakiwa wanakimbia, lakini kamuona huyu msichana. Wale vumba wako nyuma yake. Wanamwambia kimbia we, kimbia. Ile mbwa akaona kabisa kwamba huyu binti ni kipofu, hawezi kukimbia kwenda kokote. Ikabidi mbwa huyu aende kutoa msaada kumsaidia huyu binti. Wakati wa viumbe ambao ni popobawa wanashuka sasa kumshambulia huyu binti. Sijajua ilikuwa kwaje. Ni mwanzo tu wa hii picha safi kabisa Kifilipino inaitwa Mbwa wa Fatima. Kwa nini tukio limetokea? Tunarudi nyuma kidogo kuangalia sasa chanzo cha tukio hilo kutokea na kilichoendelea pale ilikuwa ni nini. Iko hivi. Katika mji huu, hili ni kanisa la Roman Catholic. Leo ilikuwa ni siku ambapo waumini wameleta mifugo yao na mazao yao yanaombewa. Wenye kuleta nguruwe, mbuzi, ng'ombe. Ilikuwa ni ibada kwa ajili ya kuombea mifugo. Hindi lang sa tao kundi pati na rin sa mga hayop. Padri alinyunyizia maji ya baraka katika mifugo na mazao ambao raia walikuwa wameleta katika hilo kanisa. Nje ya hili kanisa pana sanamu kubwa kabisa ya mfano wa Yesu, ikiwa pembeni na sanamu ya mbwa. Furaha ilikuwepo nzuri sana katika hili kanisa. Pana foleni, hii ni jam.
wenye kwenda nyumbani kutoka kanisani na wenye kwenda kanisani kupeleka mifugo kwa ajili ya kuombewa walikuwa wanaelekea. Huyu bwana anatoka ndani ya gari, anashangaa hapa na foleni hapa. Okay, di mo bala? Nikukumbushe tu bwana tunayemwona hapa tuko naye katika series nzuri sana inaitwa Vita ya Wajane. Anaitwa Paco. Mimi napenda kumuita Paco Mzizwa. Alikuwa na mkewe ndani ya gari. Jamani, mangu nimechoka sasa. Nimechoka. Hey, wewe ni mjamzito? Kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, amina. Dito, hanggang maaga Jamani, kayo. Iligtas mo yung kama mkeo ni mjamzito msiki kuwepo hapa. Muondoe kabisa. Ikiwezekana mpeleke nyumbani. Pale palikuwa na foleni, kuna mala alikuwa anaelekea. Sasa yule mama akamwambia kwamba kama mkeo ni mjamzito na ujauzito wake ndio huu, yani ina maana ni mkubwa, inabidi amtoe pale amrudishe nyumbani. Kwa nini yule mama akasema hivyo? Sijajua bado. Maglilipara na sila sa langit. Mama watoto akiwa yuko hapa alifikiria sana. Ino mimba yake ya kwanza. Yuko hapa na tafakari. Ano ka? Tinatakot mo naman ako eh. Jamaa amenishtua kweli yani. Latin ka yata. Ni mkono ukiwa peke yako hapa mke wangu. Kung araw. Vipi tena? Unawaza nini? Ay, alam ko na. Yun Ali kanina na. Wag mo iniwala ka sa kanya. Upasi kuwaza chochote kile mke wangu. Mimi niko pamoja na wewe. Ano ba? Hata kama mme wangu. Ano to? Unajua nafikiria sana kuhusu maisha yangu. Yan ang mura. Dahil may mga impaktong gumagala dito. Wag kang maniwala doon. Unakumbuka kile ambacho tuambia yule mama kule? Hicho ndio kinakusababisha uwaze sana. Ang masamang Usiwaze hivyo mke wangu. pati sa'yo. Alam mo kung bakit? Wewe utajifungua salama. Hakuna chochote kitakachotokea. Nandito. Unajua nini? Zingine nzana tu za watu kuzungumzia hivyo kwamba mwenye mimba hataki kuonekana ovyo ovyo akitembea. Yana kizurula. Haya. Nimsalimie mwanangu atakezaliwa. Bakit? Sigurado ka na ba na lalaki itong... Nafikiria sana lakini mimi napenda nizae mtoto wa kike. Ay mo, di ba? Bakit? May naisip ka na ba? Haya, utampa jina gani kama mtoto akiwa ukimzaa? Nitampa jina la Fatima. So, pangalan sa anak. Jina zuri sana, Fatima. 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 Oh, Fatima. Ndiyo. Fatima. Yaani kama akitoka mtoto wa kike atapewa jina la Fatima. Ni mtoto wa kwanza. Wanaishi nje ya mji na kanyumba kao ndo hako. Nilalambing mo. Lakini bwana anajishughulisha na uendeshaji wa magari ya mizigo. Kupeleka mizigo mjini, kutoa mazao kijijini na kupeleka mjini. Maisha yaliendelea katika kijiji na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic linapopatikana. Wakazi wengi wa maeneo haya ni Wakristo. Manang, pabili man. Isang ganto na lang. Tapos Wanafanya biashara hapa nje ya kanisa, wanauza matunda. Wenye kutoka kanisani basi wanakuja kupata chochote kitu hapa. Basi bwana alikuja pale kununua matunda ili ampelekee mkewe. Lakini ghafla hali ya hewa ikabadilika. Hali hii ya hewa imebadilika kama mwanzo tulipoanza kuitazama hii picha. Hali ya hewa ilibadilika, ilikuwa ni mchana ghafla, wingu likatanda kunako anga. Wanajiuliza kulikoni tena? Hali haijawahi kutokea lakini sasa unashangaa kulikoni tena anga limetanda hivyo. Yaani ilikuwa ni mchana lakini panaanza kuonekana sasa kuingia usiku. Hii hali sio kawaida. Jamaa kaona hapana. Wengi sasa mtoka kanisani kuelekea majumbani kwao. Shaona hali sio nzuri. Hali hii ukiona usibaki nje ukishangaa. Nenda nyumbani mapema sana. Huyu bwana alichukulia hali kama ni hali ya kawaida tu lakini anaona watu wanakimbia. mga tao. Tena watu wanakimbia. Wanaikimbia hii hali. Hali inaleta shida kidogo. Watu alipona sasa nakimbia na ikabidi ile jambo alichukulia maanani. Kwa nini watu wanakimbia? Isang buwan ko sa Liso Malakay. Akakumbuka ile mama alimwambia ile jana kwamba
mkeo ni mjamzito. Usikubali mkeo awe nje hivi akazulula. Mpeleke nyumbani haraka, mpeleke nyumbani haraka. Oh, akakumbuka sasa kule huenda kila ambacho kilizungumzwa kinaweza kuleta shida kwa mkewe. Kwa hali hii iliyojitokeza hapa inaweza kuleta shida kidogo. Akakumbuka sasa faster mkewe yuko nyumbani peke yake. Ikabidi amwahi. Wakati mama watoto naye anaangalia hali inabadilika. Ilikuwa ni mchana lakini ghafla usiku unaingia. Yote ni kwa sababu ya lile wingu lililotanda kunako anga. Limesababisha kubadilisha mchana na kuwa usiku. Huyu bwana ikabidi atimke mkuku kuwahi nyumbani amwahi mkewe. Maana mkewe ni mjamzito. Inatakiwa mwai na awenee karibu chochote kibaya kisimtokee. Mama mtu alianza kufunga madirisha, alikuwa ni ya kuslide. Mama kijacho huyu. Na alishaona hali hii sasa sio nzuri. Mazingira sio rafiki. Mara ghafla kuna kiumbe kaingia ndani. Toba kamchukua bibie huyo kaondoka. Huyu ni Popo Bawa. Huyu Popo Bawa ni nani? Na ametokea wapi? Wametokana ile wingu baada ya kuwa limetanda kunako anga. Msaada! Kikosi hiki hapa cha hapo Bawa akauliza, "Mnataka nini kwangu? Ni akina nani?" Hawa ni binadamu lakini ni Popo Bawa. Kuanzia pale kwenye kiuno kushuka chini hamna, lakini kuanzia hapo kwenye kiuno kupanda juu ndio wanaonekana. Walivyo ndio hivyo. Wena wala kalaka nyumbani kwa mkewe. Dada anamuita. Dada hakumkuta ndani. Angaza huko na kule hamoni. Dada mkewe hayupo. Nenda! Aliita lakini bila mafanikio yote yale. Wanakopatikana wa viumbe ambao ni Popo Bawa ni huku. Ni binadamu lakini wanapoonekana katika muonekano huo huwa wako nusu. Wako wengi. Hilo ndo kasili la hawa viumbe ambao wameshamchukua binti ambaye tumemwona akiwa ni mjamzito. Na kuomba endelee kunizingatia vizuri kabisa nikiwa naendelea kuichambua maneno matamu ya lugha ya Kiswahili mwanzo mpaka mwisho, tena kwa kina katika hatua moja baada ya nyingine. Saglolo! Alifika mpaka kwa kiona mwita mkewe. Pengine labda amekimbilia huko kanisani. Nje ya kanisa hakuna cha mke. Akaenda pale kwenye ile sanamu ya mfano wa Yesu. Pembeni pakiwa na sanamu ya mbwa. Parang awa jina. Iligtas yung asawa ko. Naomba mnisaidie nimpate mke wangu wa Yesu. Nimpate mke wangu tafadhali. Nakuomba unisaidie Yesu. Anamwomba Yesu amsaidie ili aweze kumpata mkewe. Sanamu ya Yesu iko hapa. Watu wengi wenye matatizo wanakuja hapa kuiomba sanamu hii ya Yesu iweze kuwasaidia. Wenye imani ya dini ya Kikristo. Mkewe hajulikani yuko wapi. Hakumkuta mle ndani. Na mkewe alikuwa ni mjamzito. Kaililia ile sanamu ya Yesu. Yawezekane kamsaidia lakini hakuna majibu yote ile yaliyotokea hapo kwa hapo. Hebu tuone sasa katika likasili la hawa viumbe ambao ni Popo Bawa. Alikopeleka ule bibie walimchukua ule mjamzito, anafikishwa na kitumbo chake maskini. Gusto ko na umuwi. Tulungan mo. Awa mo na. Anaambia jamani, niacheni. Mmeleta kufanya nini? Niacheni ndoke nende nyumbani. Wanaonekana kama ni watu wa kawaida lakini ni viumbe hatari sana. Tazama. Mtazame huyu. Njoo. Wanamshusha taratibu.
Huyu sasa naona kama anatufaa huyu. Ndio. Huyu anatufaa. Unamwonaje? Huwag mo nang pigilan yung sarili mo, luwalhati! Sa amin ng inay mo, tanggapin mo na ang Bibi maskini ya Mungu ameshikilia tumbo lake. Kailanman hindi ako sasalim sa puwersa ng kadiliman. Huyu alisema sione kama kuna sababu ya nyinyi kumchukua huyu mjamzito. Kalang mo ang ating Mwacheni aondoke. laon! Wawezaje kumtetea kwamba huyu aondoke wakati tunamhitaji mtu kama huyu? Tiyak! Unakuwa na huruma na binadamu? Mas nanaisin ko pang Hapana. Huyu anatakiwa naye kuitwa mama baadaye. Mwacheni aondoke. Tulia. Wako wao wakaanza kuzozana. Huyu anamtetea binti aletwa hapa ambaye ni mjamzito ya kuwa wamwachie kwa sababu naye anatakiwa kuitwa mama hivi karibuni. Wamwache. Tulia wewe. Huyu sisi anatufaa. Na katika watu ambao tunawahitaji muhimu sana ni wajawazito kama huyu. Huyu ni muhimu sana kwetu, hatuwezi tukamwacha hivi hivi. Umeelewa eh? Umeelewa? Babawiin ko na muna. Sielewi wakati wanaendelea kumwambia huyu atulie. Nini hatima yake? Na hii ilikuwa ni hatua yake ya kwanza. Tuangalie katika hatua hii ya pili, inaitwa mbwa wa Fatma. Mimi naitwa Shiganga, nite professional. Tuone sasa ule mjamzito baada ya kuwa amechukuliwa na wale popo bawa wanataka kumfanyia nini huyu mjamzito. Yajayo katika hatua ya pili yana fresha. Hii hapa hatua ya kwanza naimaliza. Mwabeja sana.